Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi kuweza kuchangia kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze moja kwa moja kwa kumpongeza sana Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa ndiye mwanamichezo namba 1 Tanzania. Sambamba na hilo, nimpongeze waziri wa wizara hii pamoja na naibu waziri, bila kumsahau katibu mkuu ndugu yangu Gerson Msigwa pamoja na watendaji wote wa wizara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na muda ninaomba niende moja kwa moja kwenye zile mada zangu ambazo nitachangia siku ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa naishauri serikali ione ni namna gani inaweza kutoa fedha za miradi ya maendeleo kwa wakati na kwa mtiririko ulio sahihi ili tuweze kukamilisha vile vitu ambavyo tumejipangia hasa kwenye wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema hivyo kwa sababu gani? Wakati tunafanya ziara ya kamati tuliweza kutembelea maeneo mbalimbali, lakini pamoja na hayo tuliweza kwenda kwenye kiwanda au kampuni ya magazeti ya serikali. Pale tunaona fedha zimetolewa kwa ajili ya kujenga jengo, lakini hazikwenda kwa mtiririko unaotakiwa. Kwa hiyo jengo halijakamilika, lakini vifaa tayari vimekwisha nunuliwa. Ina maana kwamba mashine zote zimenunuliwa na zimewekwa kwenye magala ya taasisi nyingine. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inapoteza fedha nyingi sana. Kwanza, hii mitambo imekaa zaidi ya miaka 2 chini, inaenda kuharibika. Lakini sio hivyo tu Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mitambo hii kuharibika, pia fedha inatumika nyingi kwa ajili ya kukodisha magala yale. Lakini pamoja na hayo, serikali inaingia hasara. Kwa mwaka mmoja katika uchapishaji, serikali inatoa zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kuchapisha. Mheshimiwa Naibu Spika, fedha hizo ni nyingi sana. Zingeweza kutumika kufanya mambo mengine, lakini kwa sababu mitambo imenunuliwa na jengo halijamalizika, kwa hiyo kazi inashindwa kuendelea. Tunaishauri serikali ione ni namna gani fedha zitatolewa kwa mtiririko ili kile kiwanda kiweze ile kampuni jengo lao liweze kukamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, pia niendelee kuipongeza wizara kwa kazi inayoifanya, lakini ione ni namna gani itaandaa mikakati ya kuboresha viwanja vingine vyenye hadhi ya kitaifa na kimataifa kwa ajili ya michezo au mashindano, kwa sababu kwa sasa uwanja unaotumika ni uwanja wa Mkapa peke yake, na tunajua 2027 tunakwenda kwenye mashindano ya AFCON. Tuipongeze serikali kwa kuamua kujenga uwanja wa Arusha pamoja na Dodoma. Lakini hapo niendelee kuishauri serikali, kwa sababu pale Kilimanjaro tuna uwanja wa Memorial, ione namna gani itaenda kuujenga ule uwanja ili wale wanaocheza kwenye viwanja vya Arusha waweze kwenda kufanya mazoezi kwenye kiwanja hiko cha Moshi, kwa sababu ni karibu na Arusha. Tuna uwanja wa ndege, tuna hoteli za kitalii za kutosha. Jambo hili liweze kufanyiwa kazi ili na sisi Kilimanjaro tuweze kupata nafuu hiyo katika uwanja wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, wamezungumza wazungumzaji wengi katika jambo hili, na mimi ninaomba niunge mkono kwamba tumekubali kwamba Singeli ndio itakuwa inawakilisha Tanzania kwenye jambo la muziki. Kwa nini tunasema hivyo Mheshimiwa Naibu Spika? Singeli ni muziki mzuri, lakini basi tuangalie, unakidhi maudhui ya Kitanzania? Kwa sababu wote tunaona mara nyingi nyimbo zinazoimbwa zimebeba maneno ambayo hayaendani na maudhui ya Kitanzania. Kwa hiyo tuone ni namna gani tunaweza kufanya jambo hili likawa linaleta heshima na kulinda hadhi ya Watanzania, hasa wanawake wanadhalilishwa sana kwenye zile michezo wanayocheza kwenye hizo Singeli. Haipendezi. Jambo lingine Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kuishauri BASATA iangalie ni namna gani inaweza kuendelea kuibua vipaji vya wasanii hasa vijana ili kuongeza hamasa kwa vijana wetu, lakini pia kuongeza ajira na kipato kwa vijana wetu. Lakini jambo ambalo nataka kuishauri serikali, iangalie ni namna gani itapunguza ile hela ya kiingilio pamoja na ada
kwa sababu bado ni fedha nyingi sana, na vijana wetu hawa ndio kwanza wanajitafuta, hawawezi kulipa fedha zote hizo. Nia ni njema sana kulinda haki zao, lakini ni namna gani basi tuweze kuwasaidia vijana hawa na wao waweze kupata ajira, kwa sababu Mheshimiwa Naibu Spika, hata leo kikundi kikienda kuimba kwenye ngoma, kama kuna uchaguzi au kuna matamasha yote, kuna vile vikundi vidogo vidogo vya kina mama wanaenda kuimba, na wao wanapaswa wajisajili na wakulipa hizi hela. Bado wanajitafuta, hawajaweza kuwa na fedha za kutosha kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo tunaomba kuishauri serikali ni namna gani iangalie jambo hili, ili tuweze kuwasaidia hawa ndugu zetu waweze na wao kupata ajira na kipato. Kufikia hapo, Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru na naunga mkono hoja. Asante waheshimiwa wageni.